Ni mwenyekiti wa tume katibu mkuu kiongozi mstaafu Balozi Ombeni Sefue. Na jana kama ambavyo nimekueleza alipata nafasi ya kuwasilisha rasmi taarifa ya tume ya kutathmini mifumo ya kodi au masuala ya kodi hapa nchini Tanzania. Lengo ni kuendelea kutengeneza mazingira mazuri ya ulipaji wa kodi kwa wafanyabiashara, lakini pia kuona kwamba wafanyabiashara pia kuna ongezeko la wafanyabiashara ambao wanalipa kodi kwa hiari. Yaani isifike mara kwamba kodi ikatafsiriwa kwamba kama ni adhabu fulani ambayo iliyopo. Lakini pia tunaangalia tunapolipa kodi, je, kama ng'ombe tunamkamua kweli kweli. Sasa unajua ng'ombe pia ukimkamua sana afu anaweza akapoteza maisha bana. Tumenipata vizuri. Sasa kwa bahati nzuri kwa dakika chache hizi tuko na Awadi Asa Mpandila. Huyu ni mfanyabiashara wa Kariakoo, na ukitaja eneo la Kariakoo ni moja ya niseme ni kitovu cha biashara kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini tunafahamu mara kadhaa pia Kariakoo kumekuwa kuna mito mbalimbali ya wafanyabiashara. Nikikumbuka nishazungumza kwa awali kwamba Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa alishawahi kumwomba aje hapa kama serikali ili aje asikilize kero za wafanyabiashara. Tunatarajia mara baada ya tume hii, najua changamoto huwa zinazaliwa mpya lakini haitakuwa kama tulikotoka. Yes. Awadi Mpandila, wewe ni mfanyabiashara muda mrefu sana Kariakoo. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu Ima. Nashukuru sana. Ni kweli ni mfanyabiashara muda mrefu kwa sababu nishafanya biashara zaidi ya miaka 25 katika umri wangu huu ukiangalia, kwa hiyo ni mfanyabiashara muda mrefu. Lakini Kariakoo ukiishi miaka 15 ni kitu kikubwa sana. Umejua changamoto nyingi za kibiashara hususan za kitaifa na sio tu za Kariakoo. Ndio, sasa. Lakini pia nimebahatika kwa sehemu ile tume ya waziri mkuu iliyo ya kipindi kile. Kwa hiyo nipo kwa muda mrefu Kariakoo. Kwa hiyo kama ulivyonitambulisha, naitwa Awadi Mpandila, ni mfanyabiashara Kariakoo. Asante sana. Sasa miaka 25 ni mingi sana. Mingi sana. Najua una uzoefu kama ambavyo umezungumza. Nina uzoefu kuanzia chini kule kijijini mpaka kimataifa hadi China hadi wapi. Kwa hiyo uzoefu wa muda mrefu sana. Kwa hiyo hapa ni maisha yangu. Bandarini hapo mnapita sana hapo. Ni maisha yangu. Basi sina shaka. Kwa hiyo unasema biashara ni maisha. Ndio, sasa. Sasa kwangu mimi biashara ni maisha. Awadi, tume imekuja na mapendekezo 284 ya mfumo wa kodi. Yako ni mapendekezo mengi sana ndani yake, lakini wewe kama mfanyabiashara na mdau wa wafanyabiashara ni lipi ambalo mmeliona kwamba hapa pana mabadiliko makubwa, au maoni yako ni yapi katika hii ripoti hii? Kwanza niseme tu nishukuru sana kama timu hii ya Channel 10 kunialika kuja kushiriki katika kipindi hiki muhimu, hususan cha maisha yetu, hususan sisi wafanyabiashara. Tunasema biashara ni maisha. Kwa hiyo unapata nafasi ya kuja kuchangia masuala yanayohusu biashara, unakuta kabisa ni jambo ambalo unaona unaongeza pia kitu katika biashara zako. Kubwa jambo la kwanza ambalo naweza kusema mimi binafsi, kwanza namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo aliliona hili jambo na akaona umuhimu wake, na akaona umuhimu wa kutafuta tume ambayo kimsingi tume ilikuwa ni ya watu makini, watu walio sahihi, ambao kimsingi jana tumeshuhudia wakitoa kitu ambacho ni kile ambacho ilikuwa ni mahitaji ya wafanyabiashara kwa muda mrefu. Lakini pia jambo lile na ile tume jinsi ilivyofanya kazi kwa muda mrefu, watu wengi wafanyabiashara Kariakoo walikuwa wanasubiri kwamba ni lini tume ile itatoa nini, itatoa mrejesho. Lakini jana ilivyokuwa inatoa pale Ikulu, ni imani yangu kubwa kwamba Watanzania wengi walifuatilia. Hata mimi mwenyewe nilifuatilia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo hilo kwa katika mchakato ule nilifurahi sana. Lakini kubwa zaidi ambacho tunaweza kukaongea kama kumshukuru Mheshimiwa Rais kama nilivyosema, lakini pia kuishukuru ile timu ya ikiongozwa na Balozi namna walivyofanya kazi. Wameonyesha kwamba wana mapendekezo yasiyopungua 284. Lakini katika 284 wanaonyesha kwamba waliotoa bayana ni zaidi mapendekezo kadhaa ambayo sisi tumeyaona. Yale mapendekezo ambayo tumeyaona binafsi kwa kweli nimefurahishwa nayo, ambayo imani yangu ni kubwa kuonekana kwamba ambapo yatafanywa kazi ni rahisi sana kwenda kubadilisha, kwa sababu siku zote wafanyabiashara Kariakoo kama alivyosema Balozi kwamba wako tayari kulipa kodi, lakini wanatamani kulipa kodi ambayo kimsingi inalipika, lakini ambayo haiwatoi kule waliko madukani. Wakilipa kodi ambayo inawatoa mpaka madukani walimo, ndio maana wanafika mara wanafanya nini, wanakosa uvumilivu, wanaanza kulalamika. Lakini yale ambayo tuliyasikia siku ya jana kimsingi
mengi ambayo yamesemwa na yamekuwa addressed pale Ikulu, tumeona yakiwa yana mtazamo chanya, na ndio yale ambayo kimsingi tulikuwa tunayapigania muda wote, na kumwomba Mheshimiwa Rais aweze kutusaidia. Kwa imani yetu ni kubwa kwamba yale kwa kiasi ambayo tulikuwa tunayasema na kuyaomba tumeyasikia jana. Sasa licha ya kwamba yale 284 yote hatujayasikia, lakini tuna imani yale yalianza yanatutia morali kabisa kwamba imesemwa ambayo tulikuwa na bahati nzuri imegawanywa katika makundi. Wewe unafanya biashara hivi sasa, nasema kodi sio lipika, unamaanisha nini? Kwa sababu moja jambo ambalo ilielezwa, nasema walipokodi pia walipoteza imani na mifumo iliyopo ya kutoa migogoro ya kodi. Moja jambo, huenda kodi ambazo hazilipiki hizi zilipelekea pia migogoro ya kikodi sasa hivi. Ndio. Karibu. Unaposema kodi sio lipika, kimsingi ni neno mtambuka kwamba namna gani hailipiki. Lakini 9-10 hayo yote kwamba hailipiki ni ile mifumo ambayo mtu anajengeka kwamba hili jambo anaonewa, sio sahihi, lakini kwa sababu ya uelewa muda fulani, lakini kwa sababu ya elimu, lakini muda fulani kwa sababu ya mifumo iliyopo inamlazimisha yeye kuonekana anaonewa. Na hata ukiwa ni wewe Ima, umefika mahala una biashara yako ambayo ni ya milioni kadhaa, lakini unaambia ulipe milioni 5 wakati biashara yako ni ya milioni 7. Utasema hii biashara hii kodi inalipika. Utasema hii biashara ni ngumu kwa sababu inakufanya utoke. Na ndio maana ng'ombe kikamua sana bila kumlisha majani, lazima atakonda na lazima atapoteza maisha na ataumia. Kwa hiyo ndio hicho ambacho nasema kodi sio isiyolipika. Lakini kama kodi inayolipika, mtu hawezi kulalamika kwa sababu anaona ni kitu ambacho analipa kodi na yeye anaendelea kustawi, na hilo ndio hitaji la watu walio wengi. Sawa sawa. Ndio. Kwenye hao machache ambao unayasema wewe Ima, na Mpandio. Haya machache ambao umeona yameorodheshwa na unasema jana umefuatilia kwa umakini kabisa. Kama yatakwenda kutekelezwa, kwa namna gani yanakwenda kumaliza hizo kero zenu? Lakini lengo letu sisi kubwa pia ni kuendelea kuitengeneza sekta hii binafsi ya wafanyabiashara nchini Tanzania, wengine huku waweze kuinuka. Inawezekana zile kero ambazo mlikuwa mnazipigia kelele zilichangia pia kuwafanya watu wengine wasikue, waendelee kudidimia hapo hapo, na wengine hata wakatoka kwenye sekta hii ya biashara. Yatakwenda kutatua kwa namna gani pengine? Ndugu mtangazaji, kwanza tukubali kwamba haya aliyopendekezwa endapo yatatekelezeka, kwa sababu pia tumeona imani ya Mheshimiwa Rais akionyesha dhamira ya dhati kwamba anatamani alete mapinduzi katika swala hili la mfumo wa kodi, ambalo kimsingi hata kuunda tume inaonyesha kwamba ana dhamira ya dhati. Lakini kubwa zaidi ni pale kuona kwamba kama tulivyosema, Watanzania wengi wanapenda kulipa kodi. Sio kwamba hawapendi kulipa kodi, wanataka kulipa kodi inayolipika. Kwa hiyo endapo hii mifumo itaenda kufanya kazi au mapendekezo yataenda kufanya kazi, mimi imani yangu ni kubwa sana kwamba itapelekea makusanyo makubwa kwenye nchi yetu. Kodi itakusanywa kwa wakati na kila mmoja atapenda kulipa kodi, na serikali itapata mapato, hata wafanyabiashara wenyewe watastawi kwa sababu itakuwa ni kodi shirikishi, lakini pia kodi ambayo inalipika. Kwa hiyo haya mapendekezo, nikwambia ndugu mtangazaji, endapo tutapata bahati ya kutekelezeka na yakafikia mwafaka kama alivyoeleza pale, yale machache ambayo tumeyaona na tumeyasikia siku ya jana kati ya 284, mimi imani yangu ni kubwa kwamba Tanzania itaenda kukusanya kodi kubwa. Hata sasa hivi unaona Rais mwenyewe amesema amekusanya pale, wametoa taarifa ya miaka 4 ya utekelezaji wa mamlaka mapato Tanzania, namna inavyokusanya kodi imekuwa ikizidi siku hadi siku. Lakini baada tu ya matekelezwa machache tu, lakini yakitekelezwa yote, kodi inaweza kaenda kukusanywa kubwa zaidi. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba, mtazamo wangu ni kwamba endapo yatatekelezeka itaenda kuleta tija, na hii 2050 nadhani inaweza kawa ina tija na itaenda kushabihiana na namna ndipo mifumo itakuwa imeendana katika na nadhani wakati wa kuyafanyia kazi hayo kuna umuhimu wa ninyi kushirikishwa, mwepo kama sehemu ya timu, kwamba tunayafanyia kazi sasa. Tupo kwenye vikao ili mwisho wa siku tuje tutoke na maazimio ya pamoja. Msikae tu muwe mnasubiri mrejesho, au na ninyi mshirikishwe sehemu ya wawakilishi wa hawa wafanyabiashara, ili mwisho wa siku yale ambao mnakubaliana kwa pamoja hata yakirudi huku basi yakubaliki. Tusije tukaanza kurudi tena nyuma kuanza kuona kasoro kwenye hayo mapendekezo. Mimi nikwambie ndugu mtangazaji, mimi naamini dhamira ya Mheshimiwa Rais ni njema na ni nzuri. Hata alivyokuwa naunda hii tume, watu wengi walitamani sana kwamba hata wafanyabiashara wengine mle ndani. Jambo ambalo kimsingi mimi binafsi nilikuwa nalitazama katika mtazamo
tofauti na wenzangu yawezekana, nikiamini wazi kwamba tume ambayo imeundwa ni tume ambayo imechukua watu tofauti kutoka vitengo tofauti, lakini tuliokuwa tunalalamika ni sisi wafanyabiashara na tunailalamikia mamlaka ya mapato Tanzania ambayo ni TRA, na pale tuliona watumishi wa TRA wamekaa pembeni na sisi wafanyabiashara tumekaa pembeni. Kwa hiyo kesi kaingia kwa hakimu ikiwa tayari wote tunaolalamika tuko pembeni. Kwa hiyo kilichokuja kutokea na yale yaliyopendekezwa siku ya jana ambayo tumeyasikia nje ya 284 tumekuja kuona kuna kitu ambacho ni chazi, yani kitu kikubwa ambacho nadhani hata sasa tukipata nafasi ya kushirikishwa tutashukuru Mungu, lakini kwa dhamira tunaamini kwamba yale ambayo yamesemwa, ambayo yakiingia kwenye michakato watu wakaitazama wakaangalia, kwa mfano mtu anaongelea masuala ya cashless, ndio kwamba cashless pia inaweza kusaidia kuongeza namna ya utendaji kazi kulingana na mifumo jinsi inavyoenda. Ni jambo ambalo ni zuri ambalo kimsingi ukiangalia, tukichukua maoni kama mimi binafsi naweza nikashukuru kwamba cashless inasaidia, lakini namna gani tunaweza kufikia huko? Lazima tufike mahala tuweke motisha ambazo zinawafanya watu wasukumwe kuona umuhimu wa kwenda kufanya nini, kutumia cashless, kwa sababu tayari tunaenda kwenye mfumo ya kodi ambao natamani katika mapendekezo yale yanatamani kutupeleka kwenye digital. Sasa digital lazima iende na cashless. Kwa hiyo sasa ili kuweza kufikia huko lazima watu wawe na ushawishi wa kwenda kutumia masuala ya cashless. Namna gani watakuwa na ushawishi? Kwa mfano Watanzania walio wengi kwa sasa wanapenda kulipa, wanalipa ada, wengine wanalipa bidhaa zao madukani, wengine wanalipa huduma mbalimbali hususani kwenye vituo vya usafiri. Sasa wanavyotaka kutumia cashless, ni vyema tukatoa kodi zile ndogo ndogo ambazo zinafika mahala zinaonyesha kwamba mtu akilipa hakati hela yoyote, ndio itakaopelekea baadaye kuonekana kwamba tunaenda kwenye mfumo wa digital kwa urahisi. Tuna uzoefu labda nchi zingine, kwa mfano kuna hizi material ya tunasema nini, tunasema lipa namba hizi. Lipa namba zile mtu akitoa natoa bure kama amenunua bidhaa, hakati fedha yoyote. Kwa hiyo mtu atatamani kutumia ile kwa sababu ataona sawa na fedha zake anazokuwa nazo wapi, mfukoni. Sawa sawa. Moja ya taarifa ambayo ilitolewa na mwenyekiti wa tume ilisema walipa kodi wamepoteza imani na mifumo iliyopo ya kutatua migogoro ya kodi. Wadau wanaona vyombo hivyo havina uhuru wa kutosha. Sio nisipata mpandile. Ndio. Havina uhuru wa kutosha kimfumo na kiutendaji, hivyo walipa kodi wanahisi hawatendewi haki wanapokuwa na malalamiko dhidi ya TRA. Nadhani hili, ndugu mtangazaji, ndio jambo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu. Walipa kodi wamekuwa wakilalamika, na ndio maana nadhani ndio mwanzo wa kuundwa tume yenyewe na ndio mwanzo wa kukusanyika hapo Mnazi Mmoja, utitiri wa kodi, mamlaka nyingi, lakini pia uwazi, lakini masuala mengi ambayo walikuwa wanalalamika wafanyabiashara, ambao kimsingi haya yote yalikuwa yanatoa imani kwamba hatuna sababu ya msingi ya kuiamini hii, kwa sababu tunaona kama TRA ndio hakimu mwenyewe, ndio nani mwenyewe. Kwa hiyo watu walikuwa wanajengeka na hofu badala ya kufanya kazi, wanakuwa na hofu badala ya kufanya. Hofu ilikuwa nyingi kuliko uhalisia. Kwa hiyo mtu akishasikia TRA tu akili yake na muhama kwamba hapa ni TRA nini. Mimi ni shuhuda. Kuna mtaa mmoja, alafu si wafanyabiashara wanajuaga vipi aisee. Niliona mbio nyingi kweli kweli. Nikajua kuna nini huko, na nikashtuka bwana. Nikamwambia wewe, kuna hatari huko nini? Nasikia TRA. Nikamwambia TRA ndo anakimbiwa hivi. Alafu kwa bahati mbaya wanaacha maduka wazi, hakuna mtu. Hivi unajua ilifika mahali wafanyabiashara wakawa wanaweka watu wa kuwapa taarifa, mainform. Anakaa tu sehemu, si ndio? Akiona ile chombo inakuja anawasema, nyie tayari. Wanakimbia. Kwa hiyo ilifika mahala kwa kweli, ukilinganisha na miaka 2 mitatu hii ambayo kimsingi watu wameendelea kufanya biashara, kuna utofauti, na ndio maana unaona mapato yamelaizi sana, watu wanalipa kwa uhuru, wanalipa kodi. Watanzania wanapenda kulipa kodi. Ndio maana hata kuna Dr. Bolauzi pala amesema kwamba tumezunguka Tanzania nzima, tumeshuhudia Watanzania wakiwa na utayari wa kulipa kodi, isipokuwa wanatamani kuona kodi zile za uwazi, mfumo na mambo mengine, kwa sababu hata ungekuwa ni wewe, kama nilivyosema awali, kwamba kulipa kodi na ulipika ni kwamba unalipa na unabaki sokoni, sio unalipa kodi alafu inakutoa wapi? Sokoni. Jambo ambalo lilikuwa halileti tija. Ndio. Kama utakoshafanya biashara huko katika mamlaka za halmashauri, najua utakuwa na idea. Moja ya taarifa ni mrundikano wa mamlaka za udhibiti kama TRA, cha kwanza, mamlaka ya mapato Tanzania na serikali za mitaa.
Umeshakutana nacho kisa kama hiki? Hii jambo bwana nimekutana nalo kwa muda mrefu na tunaliona. Zote zimekuwa mamlaka. Yaani mimi leo ningesema leo niweze na mimi kutoa maoni yangu kama kuna sehemu inaweza kaingia. Ningesema basi tufike mahala ile wazo ambalo Balozi Sefu amesema aone umuhimu wa kubadilisha angalau mamlaka ya mapato Tanzania kuwa service, kuwa huduma. Ningeungana naye. Kwa sababu leo tunavyosema mamlaka za udhibiti, kuna mamlaka nyingi, lakini kuna mamlaka za udhibiti, mamlaka za nini. Sasa kwetu kule Makete unavyoongelea masuala ya udhibiti, tunadhibiti wadudu wanaokula viazi. Yaani tunadhibiti wadudu mapambano wanaoharibu viazi. Mapambano. Ukileta udhibiti kwenye biashara, watengeneza vita kuua biashara, watengeneza vita kwenye biashara. Kwa hiyo nafikiri kwamba tufike mahala hata zile mamlaka za udhibiti nazo zingebadilika ziwe mamlaka wezeshi za biashara. Ingekuwa ni nzuri zaidi. Hii majina ya udhibiti, mamlaka imekuwa ni shughuli sana. Kwa hiyo sisi kwetu kijijini kule tukiona wadudu wale basi tunadhibiti kwa kupiga sumu ili tuwaue. Sasa udhibiti unadhibiti biashara, sasa unadhibiti ife. Kwa hiyo lazima tufike mahala tuone. Ingekuwa sehemu nimseme naweza katoa maoni basi ningesema hata mamlaka za udhibiti ziwe mamlaka za uwezeshi wa biashara iweze kukua. Sio udhibiti kwa sababu uwezo huo wanao na inawezekana. Sawa. Na moja jambo walisema wamebaini kuwepo kwa viwango vikubwa vya kodi na uanzishwaji wa tozo na ada mpya bila utaratibu, malengo mapana ya taifa, hali inayosababisha mazingira ya biashara kutotabirika. Mpandila, mambo ya tozo tena ile wakisimamisha pale nakumbuka. Ni kweli, unajua tozo pia zimekuwa nyingi, lakini tozo zimekuwa zikizaliwa namna ambavyo mahitaji ya serikali yanavyohitajika. Lakini zinazaliwa kule huko hazijafanya maandalizi kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo mfanyabiashara anaanza biashara asijue kwamba kitu gani atakumbana nacho wapi mbele. Ni kwa sababu mambo mengine yanakuwa ya kiselo, ukienda kulalamika, mengine yanakuwa ya kiutawala. Kwa hiyo mkianza kujadili tunapata wakati mgumu. Nasema bwana hili la kisela bwana, hili la kiutawala bwana, mara hili nini. Kwa hiyo tumekuwa tukipata shida kwa sababu gani? Unakuwa unaanzisha biashara ukijua mtiririko wa kodi ni hizi hapa, lakini ukiamka asubuhi unazikuta kodi zingine ambazo zimeshaamka. Kwa hiyo kimsingi hatuna namna, lazima tukubali mabadiliko, lakini lazima tuangalie mabadiliko yake yana faida, yanakuwa sehemu ya uwezeshaji wa biashara au yanakuwa sehemu ya kurudisha biashara kurudi nyuma. Jambo ambalo kwetu sisi tunaweza kaona linakuwa na tija endapo zikakuwa kodi za uwezeshaji wa biashara, lakini sio kodi za kuamka kila siku kodi zinapelekea biashara zetu kukua. Ndio. Kwa sababu mimi Mpandila nilishangaa sana ile taarifa ya kuona kwamba bidhaa fulani nadhani ilikuwa ni vitambaa kama sio vitenge vinapita bandari yetu ya Dar es Salaam vinaenda nchi jirani. Wafanyabiashara wetu wanatoka nchini kwetu wanakwenda nchi jirani kuchukua na kuja kufanya biashara hapa. Sisemi kwamba niwe Mpandila. Ilitokana na nini hasa? Na umeshakutana naye wafanyabiashara wakizungumzia. Sio kwamba ni wewe bwana ulikuwa unafanya hivyo. Lakini unajua kwenye Kariakoo pana simulizi nyingi sana. Sasa hiyo mbona ngumu sana? Unajua unapokuwa mwaka wa fedha, watunga sera wanaangalia baadhi ya product kulingana kwamba hususan labda humu ndani ya nchi yetu kuna bidhaa ambazo kimsingi zinatengenezwa, lakini kimsingi kama zinatengenezwa ndani ya nchi imaanisha zinaongeza ajira, lakini zinaongeza pato la taifa. Sasa zinavyoingia kutoka nje zinakuwa zinakwamisha utekelezaji wa bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi. Lakini changamoto inapokuja kubwa ni kwamba unaweza kufanya hivyo maamuzi hayo, lakini end of the day utaoshangaa maamuzi uliyoyafanya hayana tija kwa sababu hayana ufanisi ule ambao tunatarajia kwamba kinachofanyika ndani kina suluhisho. Kwa mfano vitenge, kipindi kile mahitaji ya vitenge ni makubwa sana. Nchi kama za Afrika Mashariki, moja ya jamii inayovaa vitenge ni jamii ya Kitanzania. Kama nguo ya heshima, lakini kama nguo ambayo inaweza kumstiri mama, lakini pia inaweza kutumika kumbeba mtoto. Kwa hiyo ni nguo ambayo ilikuwa na mahitaji makubwa. Sasa tunashona na mashati. Tunashona na mashati mpaka mwanaume na mwanamke mnashona angalau mnafanya hapo. Kwa hiyo sasa kitenge kiwa na mahitaji makubwa sana kuliko vile ambavyo walifikiri kwamba kingezalishwa ndani kingeweza kukizi mahitaji ya Watanzania. Kwa hiyo ndio wakajikuta kinazalishwa ndani kidogo na kwa kiwango kidogo, mahitaji ni makubwa, alafu pale wameshaweka ushuru kuwa mkubwa, jambo ambalo lilipelekea kwamba sasa kianze kukutafutwa, kikaenda kutafuta nchi za jirani, wakati hapa kina kodi kubwa hakiwezi kuuzika, na kinakuja ndani ya nchi, kinatoka China kinaenda nchi za jirani na kinarudi hapa na kinauzwa, jambo ambalo kilipelekea kupoteza mapato ya taifa, lakini pia kilipelekea kupunguza ajira za Watanzania walio wengi.
wengi, lakini pia kilipelekea manunguniko na malalamiko kwa wamama hapo sokoni, wauza vitenge, lakini tunamshukuru Mungu kama hivyo saizi wanaendelea. Serikali ilitazama hilo na ndio maana amesema mengine yanatekelezeka, mengine atayaweka kwa awamu ili aweze kutekelezeka, ili angalau kukizi na Mheshimiwa Rais alivyoonyesha kwamba anatamani matarajio yake kwamba baada ya kumaliza kipindi chake aone angalau ameacha kitu kwenye nchi yetu rasmi kwenye mfumo wa kodi. Yeah. Na Mheshimiwa ameeleza wazi kwamba yeye anapenda anapotoka awe ameacha kitu kimekamilika na awe amejenga msingi imara wa utekelezaji wa dira yetu. Na hii ripoti ndio ambayo itakwenda kusaidia pia kuchangia, tumezungumza hapo awali, kufanikisha kwa malengo ya dira yetu 2050, kwa sababu 70% ni sekta binafsi. Sekta binafsi yenyewe ndio kina Mpandila hawa. Sasa kina Mpandila hawa wakianza kuona mamlaka ya mapato, maafisa wanakuja wanakimbia, hatuwezi kufikia, kwa sababu naamini hata kama kuna mgogoro wa kikodi, kuna namna bora ya kusuluhisha mgogoro wa kikodi kati ya mfanyabiashara pamoja na mamlaka husika. Kwa sababu sio kama tunaona kuna wengine wafanyabiashara hawakufanya kwa makusudi. Labda ni kwa bahati mbaya, ingawa sheria inasema hivi, kwa kujua sheria, kutokujua sheria, huwezi kuzuia sheria isichukue mkondo wake. Lakini kuna swala la utu. Sasa kwenye utu ndio kama pamesahaulika. Na ukishaleta neno udhibiti halina utu. Mpandila amesema Makete kule, kwenye viazi kule hakuna utu kwenye masuala ya wadudu. Huduma ya mapato Tanzania utadhibiti tu ili angalau viazi vipone. Mamlaka nishasema hii ni mamlaka ni kuamrishe. Wafanya biashara mna wajibu gani sasa mara baada ya tathmini hii? Mnajiandaaje, lakini pia mna wajibu gani sasa kimtazamo zaidi? Karibu. Mimi nafikiri kama wafanyabiashara mtazamo wetu ni mkubwa kwamba endapo yatatekelezeka haya, basi nchi yetu itaenda kupata kodi nyingi sana. Yale mapendekezo yote ambayo yamesemwa bayana siku ya jana, ambayo tumeyasikiliza, nje ya yale ambayo tujayakuta katika 200 na yamegawanya katika vipengele tofauti, tunaamini endapo yatafanyiwa kazi, yatatekelezeka, kwa sababu najua tunaamini wazi kwamba tume ni mchakato, lakini kupata ripoti ni mchakato, lakini kutekeleza pia ni mchakato. Na Mheshimiwa Rais ameeleza kwamba anaweza kutekeleza kwa vipindi. Mradi kwa sababu mengine anahitaji fedha, mengine anahitaji muda, mengine anahitaji sera, badilisho mengine sheria. Kwa hiyo imani yetu ni kubwa kwamba kwa sababu Watanzania walio wengi wanapenda kulipa kodi na hawana shida na matamanio yao, endapo watawekewa mifumo kama hiyo ambayo ni rafiki, na wamelalamika kwa muda mrefu kuona mifumo sio rafiki, na baada ya malalamiko kidogo tumeshuhudia mapato kama hivyo tunasema yanaongezeka. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara, mimi kama mfanyabiashara, naamini wazi endapo yatafanywa kazi haya tutaenda kuwa na mabadiliko makubwa. Serikali itakusanya fedha nyingi sana kwa sababu mambo yatakuwa bayana, lakini pia nyinyi mmeshuhudia, hata kama sio mfanyabiashara ndugu yangu Ima, namna ambavyo ripoti ilikuwa inaenda, namna balozi alivyokuwa anaelezea ile ripoti, namna ambavyo anatarajia mapendekezo yale yaliyosemwa, unaona kuna kitu kuna kitu kinataka kufanyika. Mimi Mpandila kwa bahati nzuri mwenyekiti wa tume hii, katibu mkuu kiongozi mstaafu Balozi Ombeni Sefue alishakuwepo ile tume Haki Nai. Nilibahatika kufanya naye kazi, ndio nikawa najaribu kuangalia mtazamo wake, lakini pia nimefurahi zaidi mara baada ya kuleta taarifa ya kwamba tuweke mtazamo chanya. Ndio hii ni kwa wote, walipa kodi na hata wakusanyaji wa kodi. Sijui umenipata vizuri Tusipokuwa na mtazamo chanya katika hili, ni ngumu pia kutekeleza mapendekezo haya hata kama sheria zikishatungwa. Kwa sababu lazima tuwe na mtazamo wote chanya. Kwamba mtazamo wetu sisi ni huu, wanaokusanya lakini pia na walipa kodi. Kwa sababu mitazamo hapa karibuni imeharibika kulikweli, kwamba imekuwa kama kuna uadui, kumbe sio uadui. Mimi nikianzisha biashara mpya huko nasema nitaanzaje kupambana na TRA? Sio, nilipata mtazamo huo. Kwa nini najiandaa kabisa, au najiandaa kumtafuta rafiki afisa wa TRA ambaye atakuwa ananisaidia kwenye mambo yangu. Kwa nini inakuwa hivyo? Sio, umenipata? Lakini pia wametoa maoni pale kuonekana kwamba ni umuhimu wa kuanzisha biashara
mtu mwaka mmoja apate hata uzoefu wa kushirikiana na TRA. Ndio. Sasa mtu hajapata fahamu vizuri biashara yake, lakini anajua anapoenda kutozwa biashara yake, anatozwa biashara ambayo inaenda katika mfumo gani. Kwa hiyo watu wengi wameshakuwa nje ya mfumo rasmi, na tumekuwa tukiomba hili jambo kwa muda mrefu kwamba tuone namna ya kurasimisha biashara watu wawe kwenye mfumo rasmi, jambo ambalo jana tumesikia kwenye mapendekezo. Kwa hiyo ndio maana sasa mapendekezo yetu ambayo kimsingi tulikuwa na tamani na kiu nayo, asilimia kubwa kwa yale aliyosema tunaona yapo, kwa sababu kupanua wigo wa kodi unaweza kupunguza watu wasio kwenye mfumo rasmi. Kuna mambo mengine tunawapiga nayo kelele, ni kwa sababu tu watu hawajapata mfumo, hawajawa kwenye mfumo rasmi. Wakiwa kwenye mfumo rasmi, haya yote watayajua namna gani waweze kufanya. Endapo utapatikana mfumo rafiki kama alivyoeleza balozi, tukao kwenye mfumo rasmi tuwe wengi, basi kodi tutapata wigo mpana wa kulipa kodi. Na tutachangia kidogo kidogo, lakini kila mmoja atakuwa amefanya nini? Amechangia. Mwenye sifa kuchangia atachangia. Lakini pia amejaribu kuelezea kuonekana kwamba tuone sasa kuleta app ambayo itafika mahala itaonyesha mtu kufanya kwa urahisi, kwa access zile huduma za msingi, kwamba deni lake kiasi gani, anatakiwa kulipa shilingi ngapi. Unajua Watanzania ukiangalia 80% wenye simu sasa wanavyoweza kufanya kazi kwenye WhatsApp, wanavyotumia WhatsApp yao, WhatsApp kila mmoja ana uwezo wa kuingia na kutuma picha. Kwa hiyo hata hivyo inawezekana wakifanya kama alivyosema, anaweza katoa application, inaweza kusaidia kurahisisha na kuona TRA iko mkononi mwake, haijawa ofisini wala usiokutana na mtu hapa. Mtazamaji, hili limekuja ikiwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipata nafasi ya kuunda tume Oktoba 4 mwaka 2024 na kiongozi wa tume ilikuwa ni Katibu Mkuu Kiongozi mstaafu Balozi Ombeni Sefue, lakini pia alikuwa na wajumbe wengine ikiwemo ni Gavana mstaafu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Profesa Florence Luoga, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali mstaafu Profesa Musa Asadi, mhasibu na mkaguzi wa hesabu za kodi Leonard Mususa, Balozi Mwanaidi Majari, lakini pia mbobezi wa masuala ya kodi David Tarimo na katibu mkuu mstaafu Maimuna Tarish. Mimi ni Emmanuel Makapotela, mwenzangu ni Emily Lazarus. Asante sana pia kwa mfanya biashara Awadi Mpandila kwa kuja hapa. Huyu ni mfanyabiashara, ni mdau wa biashara. Tunapata marudio ya asubuhi njema, tutarejea baadaye. Endelea kwa nasi.